Hello guys, mambo vipi? Naomba niongee na wale ambao wanasafiri usiku masafa marefu. Kumekuwa na ongezeko la wagonjwa wanaokuja na ugonjwa unaoitwa DVT. DVT ni nini? DVT hii ni hali ya mguu mmoja kujaa kutokana na damu kuganda katika mishipa ya damu inayorudisha damu kwenda kwenye moyo. Kirefu chake ni deep venous thrombosis. Sasa kuna sababu tatu kubwa ambazo zinapelekea damu kuganda katika mishipa, na sababu ya kwanza ni hypercoagulability state. Hii ni hali ya damu kuwa na wepesi kuganda. Hii inatokea sana sana kwa mama wajawazito, wagonjwa wenye kansa, lakini pia kwa wanawake wanaotumia dawa za uzazi wa mpango. Sababu ya pili ni tunaita injury. Endothelial injury. Huu ni uharibifu wa mishipa ya damu. Kwa mfano, mtu ambaye anavuta sigara, mtu mwenye pressure, mtu mwenye sukari, hao wote mishipa yao inakuwa inaathirika kwa ndani, endothelial injury. Na jambo la tatu ambalo ndio sasa liko kwa wingi ni stasis of the blood. Stasis of the blood maana yake damu inakuwa haizunguki vizuri katika mwili. Hii ni hatari kwa sababu damu inakuwa imekaa sehemu moja muda mrefu, na hii inatokea sasa, unaweza ukanielewa. Sasa hivi tuna safari za muda mrefu, tuna safari za usiku, choo kipo ndani, magari hayasimami mara kwa mara kama ilivyokuwa zamani. Kwa hivyo gari linakuwa linaenda kutoka Songea mpaka Dar es Salaam, mtu hajashuka, na kama ameshuka basi ameshuka mara moja tu. Sasa hii sio nzuri kama mtu tayari ana hizo riski zingine mbili ambazo ni hypercoagulability state, ambao wengi wanawake, asilimia nyingi wanatumia dawa za uzazi wa mpango, lakini mwanamke anaweza kuwa mjamzito, lakini muda mwingine mtu ana kansa anakuja kwa ajili ya matibabu, haelewi kwamba tayari yuko kwenye riski ya kuganda kwa damu. Na kama mtu pia ana riski ya pili, kundi la pili, anavuta sigara, ana pressure. Kuwa na pressure siku hizi wagonjwa wengi wana pressure, wagonjwa wengi wana kisukari. Tayari uko kwenye makundi mawili na bado unakaa kwenye basi masaa 8. Usafiri usiku kwa sababu usiku huwezi kuwa unainuka, tofauti na mchana utainuka au gari itasimama. Usiku mara nyingi mtu atakaa, atatulia, hakuna mzunguko wa damu na tayari una riski. Hii inakupelekea kuwa kwenye hatari ya kupata deep venous thrombosis. Deep venous thrombosis ni hatari kwa sababu ile damu iliyoganda pale kwenye mguu itaganda, itaendelea kuganda, mguu mmoja utajaa, utakuwa unauma. Lakini ile damu inaweza ikameguka, ikaenda ikakaa kwenye mapafu na unapata ugonjwa unaitwa pulmonary embolism. Sasa kama pulmonary embolism hiyo ni hatari zaidi. Sasa chukua tahadhari unapokuwa kwenye basi, hakikisha unatembea. Gari linaposimama, inuka, shuka chini, nenda kachukue chakula. Hata kama unahitaji kuchukua chakula, zunguka, alafu ndipo urudi kwenye basi lako. Lakini pia kama basi halijasimama muda mrefu, basi kuwa unatembea ndani ya basi au unaichezesha miguu, ili kwamba kurahisisha mzunguko wa damu kutoka miguuni kuja kwenye moyo. Hiyo itakuepusha na hatari ya kupata deep venous thrombosis na hatimaye pulmonary embolism. Asante sana, Dr. Jerry wa Afya Kitaa.